Halwi TV, kumbusho kwa wote. Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan. Kwa tuna kila sababu ya kumwangalia Sayyid Abdallah na kuchukua mfano mzuri kwa nini yeye alifanikiwa mpaka leo hii tunamkumbuka, na wengine wanamkumbuka hata katika siku ambazo sio siku ama sio tarehe za hauli, lakini wengine sisi naweza nikasema ni siku ya kihistoria kwetu sisi, kwa sababu wengine ndo mara ya kwanza tunafika katika hauli ya Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan. Kwa hiyo kwetu sisi ni kama siku ya kihistoria na siku ya kipekee sana. Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan amekuwa na sifa nyingi sana. Tumekuwa tukisikia historia tofauti tofauti miaka na miaka kumhusu yeye Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan na kazi yake kubwa aliyofanya katika kuieneza dini. Lakini si kuieneza dini tu, kuisoma ilmu ya dini akaifanyia kazi. Kuna kusoma ilmu ya dini na kutokuifanyia kazi, lakini Sayyid Abdallah aliifanyia kazi. Ndio mmoja katika washairi anasema, fa'alimun bi'ilmihi ma lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi alwathan. Alimu yoyote atakayosoma ilmu ya dini alafu kisha asifanyie kazi ilmu ya dini akakaa nayo bila kuifanyia kazi, basi atakwenda kuadhibiwa kwa Mwenyezi Mungu kabla ya wale ambao walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa hiyo Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan amefanikiwa kwa kuifanyia kazi. Amekuwa ni funguo za kheri, kuwafungulia watu kheri, kuwatoa watu katika giza, upotevu na kuwaingiza katika nuru yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafundisha ilmu ya dini. Katika hadithi ambayo ameitoa Anas ibn Malik asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna minan nasi mafatiha lilkhairi maghaliqa lilshar, hakika miongoni mwa watu kuna watu ambao ni funguo za kheri, wanawafungulia watu kheri, lakini wanawafungia watu yale maovu mabaya. Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan alikuwa ni funguo za kheri, kawafungulia watu kheri, kuwaingiza katika dini, lakini kawa ni kifungo cha kuwafungia maovu, kuwakataza maovu. Na ndio hivi sisi tunatakana tuige mfano mwema. Kwa nini alifanikiwa? Kwa nini anazungumzwa? Kwa nini anakumbukwa kila siku? Kwa nini kila wakati, kila muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo tunavyosema kwamba anazidi kukumbukwa? Ni kwa sababu ya yale ambayo aliyafanya, kazi kubwa aliyofanya ya kueneza dini. Na ndio kitu ambacho tunatakiwa tuishi nacho. Hata sisi kesho kutwa tutaondoka. Tukiondoka tumeacha nini huku? Utaji wa aina gani? Tutazungumzwaje? Kwa uzuri ama tutazungumzwa kwa ubaya? Nabii Allah Ibrahim katika moja ya dua yake aliyomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Shu'ara asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, Mwenyezi Mungu nijalie utajo uliokuwa mzuri, utajo ambao ni mwema kwa vizazi na vizazi vijavyo. Ibn Abbas katika kuisherehesha aya hii asema, huwa ijtima'ul umami alayhi, ule utajo uliokuwa mzuri ni kukusanyikana watu wakawa wanamzungumza kwa yale mema mazuri aliyokuwa nayo akiyafanya. Ahmad Shauqi bin Ali akasema, falidhikru lilinsani umrun thani, utajo wa mwanadamu ni umri wake wa pili. Leo umri wako umekoma, umeondoka, ushazikwa, unazungumzwa vipi? Kwa wema, unazungumzwa kwa uovu. Kama unazungumza kwa wema ama kwa uovu pia, yale mazungumzo yataendelea kudumu. Ndio Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala akatuambia, qad mata qaumun wama matat fadailuhum wa 'asha qaumun wa hum fi an-nas
amwatu, kuna watu ambao washafariki kitambo muda mwingi kama Sayyid Abdallah, miaka na miaka, lakini yale mema yao, mazuri yao hayajaondoka, bali yanaendelea kuishi, tuko nayo. Na leo hii tunaweza na sisi kusimama ama kuweza kuzungumza kitu kuhusiana na Sayyid Abdallah, ambao sisi ni vitukuu. Wapo ambao walitangulia, lakini leo mpaka sisi tunaweza kumtaja Sayyid Abdallah kwa kumzungumza kwa wema. Ni kwamba alifanya mazuri, alifanya mengi mazuri ambayo hata sisi tukijaribu kuvaa viatu vyake hatuwezi. Kama hatuwezi, basi tuweze kuzifuata nyayo zake alizopita. Kidogo tu katika historia, Ahdali haijazaliwa, jina la Ahdali halijulikani, lilitokea wapi, asili yake ni nini? Hawa mababu walizaliwa katika nchi ya Iraki, wakakuwa hapo, wakaanza baada ya kusoma ilmu ya dini, wakaanza kazi ya kueneza dini. Ulipofika mwaka wa 540 Hijiria, wakakubaliana. Babu wa kwanza aitwa Muhammad bin Suleiman, alipewa lakabu akiitwa Jamaluddin. Babu wa pili alikuwa ni ibnu ammihi, ibnu ammi yake huyu Muhammad bin Suleiman, akiitwa Ahmad bin Isa. Hawa walikaa wakaamua, sasa kazi tulioifanya katika nchi ya Iraki, alhamdulillah, tunashukuru kidogo nuru imeonekana. Sasa tuna kila sababu na haja ya kutoka kwenda kufikisha nje ya nchi ya Iraki. Na katika nchi walioichagua, wakaichagua nchi ya Yemen. Wakatoka mwaka huo wa 500 na Hijiria, wakaingia katika nchi ya Yemen. Muhammad bin Suleiman yeye akachagua kwenda katika mji ambao ni wilaya inaitwa Kadara, kijiji cha Marawia, mji wa Hudaida. Pale yeye ndo akachagua kuweka kambi. Hawakutaka wote kukaa sehemu moja, kwa sababu lile lengo lipate kuenea vizuri, basi watawanyike, mmoja aende kulia, mwingine aende kushoto. Na kazi kubwa walikuwa nayo ni gani? Ni kueneza tasawuf. Walikuwa wamebobea sana katika tasawuf. Na leo katika nchi ya Yemen ndio nchi katika nchi ambazo zinaongoza kuwa na tasawuf. Ukiangalia mchango mkubwa na kazi kubwa ni hawa mababu waliotoka katika nchi ya Iraki, wakafika katika nchi ya Yemen kwa ajili ya kueneza tasawuf. Ahmad bin Isa yeye akaenda katika mji wa Hadramaut, akaanzisha kizazi huko, akaanzisha kizazi, akaendelea na kazi ya kueneza tasawuf. Muhammad bin Suleiman yeye alipokuja katika mji wa Kadra, akaoa na yeye akaanzisha kizazi, akaanza kazi ya kueneza tasawuf. Alimzaa Umar. Muhammad bin Suleimani akamzaa Umar. Huyu Umar alimzaa Ali, na huyu Ali ndio tunaweza kuwa ama kusema kwamba ndio babu mkubwa wa kihistoria, Ali bin Umar al-Ahdali. Na tunaweza kusema asili ya jina hili Ahdali kupatikana ni kwa sababu yake. Kivipi lilipatikana? Huyu mtu kwanza alikuwa ni mtu mkubwa sana, ambaye alisoma ilmu ya dini kwa kiasi kikubwa sana, lakini alikuwa na tabia zilizomfanya akawa ama akapewa jina hili. Lakini alikuwa ni waliullah, alikuwa ni mtu ambaye amejiweka karibu sana na ibadati. Alikuwa ni mtu ametoa maisha yake kuanzia udogoni mwake kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini kuitumikia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alipambika na sifa nyingi sana, akiwa mkweli, akiwa na utulivu, akiwa na upole, akiwa ni shadidul haya, ana haya nyingi sana. Alikuwa ni mtu ambaye ana khushui, ana unyenyekevu wa hali ya juu sana. Tawadhu aliyokuwa nayo ni tawadhu ambayo ilikuwa ni ya hali ya juu, na hii ndio ilimfanya kutokamana na ilmu yake akazidisha zaidi kuwa na tawadhu. Kama anavyotuambia mmoja katika washairi, anasema idha zada fadlul mar'i zada tawadhu. Unapozidi ubora wa mtu katika jambo, basi ule unyenyekevu pia kuzidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man tawadha lillahi rafa'ahu Allah,
mwenye kuwa na unyenyekevu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu mnyanyua. Alimnyanyua Sayyid Ali bin Said Umar Ahdali, akawa ni mtu mkubwa sana, mpaka watu wakimfata wakitaka kumkuza, kumtukuza kutokamana na ile nasabu yake, baada ya kujua kwamba nasabu yake imekwenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye alikuwa ni mtu wa kujishusha, akijinasibisha na mafukara na maskini. Lakini haikutosha, alikuwa akiashiria, kana yushiru ila al-ardhi, alikuwa akiashiria katika ardhi kwamba yeye ni mtu dhalili zaidi, kama vile udongo ama mchanga tunaokanyaga. Huyu ndo Sayyid Ali bin Said Umar al-Ahdali. Sayyid Ali bin Said Umar al-Ahdali alikuwa na karamati, alikuwa na karama nyingi sana, lakini moja katika maajabu yake katika kuzaliwa kwake mpaka akafikia age fulani, hakuwahi kuzungumza Sayyid Ali bin Said Umar al-Ahdali, mpaka wazazi wake wakamchukua wakampeleka kwa matabibu kwamba mtoto ni bubu, hawezi kuzungumza, amezaliwa hivyo. Wale matabibu baada ya kumchunguza wanasema huyu mtoto ana maradhi yanaitwa musabba'u. Hapo ndo mara ya kwanza Sayyid Ali kuzungumza, akasema balil murabba' huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin, yani maradhi sio hayo musabba'u, bali kinachomsumbua ni murabba', na ndio cha mwanzo na cha mwisho na cha ndani na cha wazi. Ndio maneno yake ya kwanza na ndio maajabu yake ya kwanza kutamka siku hiyo katika karamati. Na pia katika maisha yake na ukubwa wake amekuwa ni mtu ambaye vitendo vingi lakini maneno kidogo. Amefundisha watu wengi sana ilmu ya dini. Katika watu waliofundisha ametoa takriban mashekhe wakubwa wanaotegemewa katika dunia, mashekhe 500, lakini akatoa auliaullahi 70 mawali wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii kazi tu utajua ni mtu wa namna gani alikuwa. Sayyid Ali bin Said Umar al-Ahdali, mwanazuoni aitwa Abu Bakr bin Abi al-Qasim al-Ahdali, katika kitabu chake Al-Ahsab al-Aliyya fi al-Ansab al-Ahdaliyya amsifu huyu Sayyid Ali bin Said Umar al-Ahdali kwa abiyati akisema, huwa Sheikh Sayyid al-Imam as-Sadr al-Miqdami dhul karamat al-dhahira wal gharat al-mutadhahira bahru al-ma'arif wa ma'din al-lataif jami'u ash-sharafayn sharafu an-nasab wa sharafu al-ma'rifati billahi wal adab alladhi mala'a dhikruhu al-afati kashamsi al-barizati 'inda al-ishraqi. Sallu ala nabi. Asema katika vyeo vyake na sifa zake ni shekhe mkubwa, mwanazuoni mkubwa, lakini as-sayyid ni bwana, ni katika ahlu bait rasulillah, nasabu yake imekwenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imamu ni kiongozi, alikuwa ni kiongozi mkubwa. As-sadru al-miqdami alikuwa na kifua cha ujasiri. Dhul karamati dhahira alikuwa na karama za wazi wazi. Wal gharat al-mutadhahira na hoja zilizodhihiri. Baharul maarifi alikuwa ni bahari la wajuzi, alikuwa na ilmu kubwa sana. Wa ma'dinul lataifi na alikuwa ni chimbuko la mambo mazuri. Jami'u sharafain alikusanya utukufu wa aina mbili, sharafu nasabi wa sharafu ma'rifati billahi wal adab. Alikusanya sharafu yake ya nasabu yake ambayo ni tukufu, lakini na sharafu ya ilmu aliyokuwa nayo. Utaji wake umeenea, anasema amezungumzwa na wanazuoni katika dunia hii, katika vitabu vyao. Anasema mfano wa vile ambavyo amezungumza Sayyid Ali na wanazuoni ni kama vile jua la wazi linalochomoza asubuhi vile linaangaza sehemu kubwa katika dunia, ndivyo ambavyo Sayyid Ali amezungumzwa kwa sifa zake. Huyu Sayyid Ali ndio alizaa watoto wawili, ambaye mkubwa ni Umar, wa pili ni Abu Bakar, na wote hawa walikuwa ni maulama, walikuwa ni fuqaha. Huyu Umar alifanya kazi kubwa sana, ambaye yeye tutazungumza kwa sababu ndo amekuja kumtoa, amekuja kuteremsha kizazi mpaka kuzaliwa Sayyid Abdullah bin Sayyid Umar bin Sayyid Hassan al-Ahdali. Lakini pointi muhimu hapa iko hapa katika jina hili la Ahdali. Kwa sifa alizokuwa nazo Sayyid Ali, ndiyo akapewa laqabu
ambayo wanazuoni watuambia huwa laqabun sharifun wa tafkhimun wa tanwihun wa takrim. Katika sifa ya jina hili Ahdali, leo tunasikia baba yetu pale Sayyid Muhanna bin Sayyid Ahmad al-Ahdali. Hili Ahdali limetoka wapi na maana yake hasa ni nini? Sasa ndo wanazuoni watuambia laqabun sharifun wa tafkhim, hizi ni sifa, wa tanwihun wa takrim. Kwanza ni jina ambalo ni laqabu ambalo lenye utukufu, lakini ni laqabu ambalo linampa mtu kubwa, linamnyanyua mtu, linamheshimisha mtu. Hili ni jina la Ahdali. Kwa sababu gani alipewa huyu? Alipewa kwa haya yote ambayo alijikurubisha sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kufanya kazi ya kueneza dini, ambayo katika moja riwaya na maana ya Ahdali ni al-adna wal aqrab, ni kujikurubisha zaidi katika kitu. Wapi alikuwa amejikurubisha zaidi? Amejikurubisha zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kuieneza dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ya pili katika riwaya inasema lilikuwa jina refu kidogo likiitwa alal ilahi dalla, Ali alal ilahi dalla, kwamba Ali kwa Mwenyezi Mungu amewafundisha watu na kuwaelimisha kuhusiana na dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaona maana ya jina hili Ahdali likafupishwa kutokamana na uzito wa kulitamka vile, katika kilima kimoja Ahdali likaitwa Ahdali. Kwa hiyo maana ya Ahdali, na yoyote anayokuwa katika ukoo huo Ahdali ni mtu anayojikurubisha ama anashikamana katika kusoma ilmu ya dini, lakini kuifanyia kazi katika kuwa ni mtu wa kufanya ibadati, ni mtu wa kuieneza ilmu ya dini. Leo lilasafi shadidi tunao ina Sayyid Abdallah katika kuitana majina, na ndio hapa tunapokosea zaidi. Unamuita mtoto Sayyid Abdallah ukimaanisha na ukimkusudia Sayyid Abdallah bin Sayyid Hasan, kwamba mtoto wangu hapa nimempa jina hili Sayyid Abdallah. Lakini unamuongoza vipi huyu kufuata zile nyayo za mwenyewe Sayyid Abdallah? Matokeo yake haumshikilii, haumuongozi vyema katika kuhakikisha anafuata zile nyayo. Leo tunao Masayyid Abdallah lilasafi shadid, wengine wavuta bangi, wengine kuswali hawataki, wengine kabisa wamejiweka mbali na dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhima nani anaibeba? Umemwita mtoto jina kubwa ambalo linahitaji ni mtu afungamani na dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini haukutaka kumuongoza katika njia hizo. Matokeo yake anaharibika zaidi, kwa sababu mzigo aliobeba ni mkubwa. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ukimuita mtoto jina la babu fulani, jua kwamba una dhima kubwa kumuongoza afate zile nyayo, sio kumwachia tu. Hapa ndio makosa yanapokuja. Tukimalizia kutokamana na watoto hawa wa Sayyid Ali bin Sayyid Umar al-Ahdali mpaka kuzaliwa mwenyewe ambaye ni Sayyid Abdallah bin Sayyid Hasan. Sayyid Ali alizaa huyu Umar pamoja na Abu Bakar. Umar ambaye ni mkubwa akamzaa Ali, Ali akamzaa Muhammad, Muhammad akamzaa Abul Qasim, Abul Qasim akamzaa Abu Bakar, Abu Bakar akamzaa Ali, Ali akamzaa Abu Bakar, Abu Bakar akamzaa Jaafar, Jaafar Ali, Ali Muhammad, Hussein, Hasan, Muhammad, Abu Bakar, Ali, Hasan, Abdurrahman, Hasan, Abu Bakar, Ahmad, Ibrahim, alafu Muhanna, alafu Hasan, alafu Umar, alafu Uthman, Abdurrahman, Ali, alafu Sabir, alafu Hasan. Hasan akamzaa Sayyid Abdallah, akazaliwa katika mji wa Hudaida. Hawa wote silsila tuliyotaja, wote walikuwa wanashikilia watoto wao kuongoza katika dini, wote mpaka Sayyid Hasan alipomzaa Sayyid Abdallah akamnyoosha vizuri. Sayyid Abdallah akapata ilmu yake akiwa katika mji wa Hudaida, akaanza kazi ya kueneza dini akiwa katika mji wa Hudaida, na hapo nuru ishaonekana. Lakini ndani ya Yemen hapo akaanza kufanya kazi ya elimu ya dini kabla hajatoka kuja huku Afrika. Na ndio hivyo ilivyokuwa ada ya Ahdali ama masharifu katika upande wa Ahdali, na ndio kilichowafanya kuwa bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi hiyo
ndio mmoja katika wakusanyaji wa historia akitueleza hilo, anatuambia faqad hajara al-ulufu min abna'i al-usrati al-ahdali ila buldani adida linashri da'wati al-islamiyya. Walifanya hijra maelfu na maelfu, sio mamia na mamia, maelfu na maelfu. Vijana wa Kiahdali wanapofikisha umri fulani wa ujana, basi walikuwa wanatolewa kwa lazima, aidha waende katika miji mingine ama watoke kabisa nje ya nchi. Na ndio hivyo Sayyid Abdallah na yeye akafanya hivyo. Alipofikia umri fulani akatoka na grupu lake kuja huko. Kwa hiyo katika historia hiyo inakuonyesha Sayyid Abdallah alikuwa ni mtu wa namna gani, na sisi tunatakiwa katika hii siku ya leo tunapomkumbuka na kuzungumza mazuri yake, basi tujitahidi kuiga na kufata yale ambayo Sayyid Abdallah alikuwa akiyafanya. Walmar'u yudhkaru biljama'il ba'dahu farfa li dhikrika aljamili. Bina Ahmad Shauqi asema siku zote mtu ukumbukwa na utaja kwa mazuri baada ya kuondoka kwake. Na wewe ukiwa unataka ukumbukwe na utajwe kwa mazuri, basi na wewe nyanyua ama jenga jengo la kukumbukwa vizuri na kutajwa kwa uzuri kwa kuyafanya mazuri. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka siku hii na kwa baraka za Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan, atuondoshe kila aina dhiki na kila aina ya maovu na kila aina ya mazito tunayopitia katika maisha haya ya dunia. Mwenyezi Mungu tumuombe Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao ni wagonjwa awape shifa, na kila ambaye ana mazito basi Mwenyezi Mungu amuondoshee kwa baraka siku hii ya leo na kwa baraka za Sayyid Abdallah bin Sayyid Hassan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Alwi TV, kumbusho kwa wote.